Kaka! Kaka! Wewe nani? Na unaingiaje chumbani kwangu? Kaka! Kila siku kaka mimi nakwambia, wifi anaingiza wanaume ndani uniamini. Naona leo umejionea sasa. Ona. Mama! Njoo ni kizaazaa cha mkweo. Kuna nini? Kafumaniwa mkweo. Ganzi ganzi inashindwa hata kutembea. Nateseka kwani utuoni mimi na mwanao. Wewe mbona umetusimamia hapa? Vipi? Ndio sheria za kwenu? Sina kuuliza. Na haya mavisu ya nini hapa? Ndio mnataka kunitoa kolomelo? Amniui kwa taarifa yenu. Sina kuuliza wewe Menina. Hivi visu vya nini hapa? Unisikia au? Mary, naomba kijiko. Na haya mavisu ya nini? Ndio mnataka kunitoboa utumbo au? Yaani mimi naongea na wewe alafu unajifanya unisikie. Vyakula yenyewe mabichi, kwanza sikieni visu yenu hapa. Lakini mama, kwa nini unaleta vurugu wakati wa chakula? Mshenzi wewe. Alafu nasema chakula, kwa chakula gani? Wewe unajua kupika wewe? Unapika unakoroga. Bwabwa limesimama kama dole gumba. Samaki mwenyewe ananuka shombo. Wewe unajua kupika wewe? Nakuuliza. Mama, kumbuka huyu unayemgombeza hapa ametoka kupitia kipindi kigumu. Na bado upo kwenye hiko kipindi. Anapaswa kufarijiwa, kubembelezwa, lakini sio kumgombeza hivyo mama. Mapito gani alopitia? Mapito alopitia ndio alopitia mimi. Tena mimi ndio nimepitia mapito magumu. Kwa sababu aliondoka ni mtoto wangu, sio huyu mtoto wake. Huyu muolewaji tu. Mwanangu kashakufa yeye anaenda kuolewa sehemu nyingine. Kipindi kigumu kipindi kipi? Cha matangazo ya vifo au cha michango? Mwangalie kwanza na lemba lake. Chakula. Kule na vyakula yenu wenyewe wanaambia kupika. Afu wewe. Dada, kwani ulimkosea nini mama? Kwa nini akufanyia yote haya? Pole mama, Mungu atakusaidia. Najua nakupenda. Ganzi ganzi mwili wote umejaa ganzi. Ganzi ganzi nashindwa hata kutembea. Nateseka kwani hutuoni mimi na mwanao. Mali zimekuwa shubiri mali zangu mwenye. Sasa mpenzi wangu, mimi natoa wazo. Kwa nini hiyo hela tusifanyie biashara kwanza? Alafu baadaye mzunguko ukishaenda vizuri wa biashara, faida ile ndio tutaenda tutapanga. Wewe biashara kazi gani bwana? Hivyo hizo hela ni nyingi sana za kufanya biashara. Cha kwanza tufanye makazi ya kukaa, ndio tunafanya vipi bwana? Sasa tukipanga chumba alafu mwisho siku tutakula nini? Tutaishije? Bora biashara. Wewe hapa stali tu, hii sehemu ipo hapa. Tutalala hapa, tutavumilia kwa muda afu tutaenda tutapanga. Biashara ikishachangamka. Hapa patoshi bwana, hapa tunataka tuame tuchukue vyumba viwili. Nishakwambia hapa mimi nahama. Kwa sababu hapa mimi hakuna maana yote kukaa hapa mke wangu. Shida yako napenda kubishana sana mimi. Hauwezi kunikubalia jambo lolote mpaka tubishane ndio unakuja kukubali. Hivi kwa nini sio mwepesi? Wewe dogo, mbona unaingia hata bila kupiga hodi? Mimi nipo na shemeji yako. Maana yake nini sasa? Mimi baza nishachoka. Cheki, unaona maopera haya mbwa, mimi kwa nje ndio maana kwa hivi. Sasa ndugu wangu, kwani kuna nje kuna shida gani? Watu kale yako na lala nje uko Simbosewe hapa. Ndio maana kwambia panga geto lako na kaa kwako, usitaki kuelewa. Mtoto bwana. Mimi baza nishachoka. Mimi maisha yani nimechoka sasa. Au sikiza bwana, sikiza changu yako bwana wewe. We, usimstopishe. Mwache aongee. Shemeji sema. Usikute na wanawake zako huko
Anakuja kusema hapa mbele yangu unajifanya unajitetea. Shemeji, wewe nisikilize mimi. Ongea ukweli wote. Achana nayo. Mimi nishachoka kabisa. Una shemeji, mimi hapa kwangu, mimi ndo nalipa kodi, yani kila kitu hapa changu. Mimi hapa ndo kila kitu. Yani brother katoka nyumbani kaja hapa, mimi nimemhifadhi kama ndugu yangu, brother yangu. Ila mambo haya yanaendelea mimi sielewi. Mimi nalala nje kila siku, mbu, baridi, watu wananishangaa huko, vipi? Unamwacha brother kila siku, nyewe mnaenjoy huko, mimi nahangaika huko ndio. Kwa siku zote hizi ninavyokuja kulala hapa, kwa kumbe hapa sio kwako. Hapa kwangu, ile nimemwachia huyo. Mbona anasema hapa ndo nyumbani kwake? Wewe hapo ndo ulikuja hapa akakupokea wewe. Siku zote hizo kwa nini unanidanganya? Mpaka leo anakuja kusema shemeji kwamba yeye hapa kwake ndo wewe tena unaanza kunifanya sijui kweli? Kwa hiyo unavyonileta hapa kila siku nalala hapa najiachia na relax, kumbe kuna mtu huko mwingine anateseka huko nje. Afu kumbe hata chumba chenyewe kumbe sio cha kwako. Ndio ngombe tupange nyumba kwa maana yangu. Sasa kama hili tu unanidanganya, kuna vingine hivi kweli itakuwa unaniambia ukweli wewe? Sema kuna vitu vingi sana unanificha. Haya mambo yameshapita, mambo madogo mwenyewe tu ana asili ombeombea. Acha naye. Umenikwaza sana. Marahaba mwanangu, niambie. Sasa kesho mimi nitakuja hapo mapema sana. Hamna, kuna issue nataka nje nikupangilie mwanangu. Maana naona huyu mwanamke kaa king'ang'a. Kila anachokifanya aondoke. Ila hicho nitakachokuja kukupangilia ni lazima aondoke. Iwe isiwe. Nadhani umesikia kila kitu ninachokiongea. Sasa ndo utakapojua kama kaka yako kitu gani kilichomuua. Na ole wako. Fungue mdomo wako. Hapa kama unavyoniona, akuchi kuna kucha. Na shida gani? Kiangalia kizazi changu mwenyewe kimeacha ulisi hapa. Vipi lakini na wewe? Nikaona nikupigie simu shoga yangu uje hapa tuishi wote. Na mchumba wangu kule. Yaani ndipo unaponikelaga hapo. Mchumba kwani hapa utashinda kuja kukaa naye? Kakako kaacha jumba kubwa huko upande wote kuna wapangaji. Na uwezo kumwambia mpangaji ondoka njoo kae na mchumba wako huko. Ndio nimefika. Nitampigia simu atakuja. Ila ndio hivyo uvumilie tu mambo ya hapa. Wako wapi wengine? Nimechoka natamani kula na kiu. Ngoja nikuite dada ukija kazi. We Mele. Basi wewe kiswaswadu ukimuita huko ndani. Kuta ujiangalia kwenye kioo. Kiswaswadu tu. Habari za siku. Safi mzima. Mimi pia. Karibu. Jamani. Ulikuwa umetususa. Unazidi tu kupendeza kuliko sisi tulioko mjini. Mama, vipi kuna shida? Binti mnafiki huyo. Na hiyo migwanda yake tafikiri kana uza mamalishe, mnafiki hatari. Mtoto mbaya sana. Kwanza na roho ya hivi. Amekufanyaje tena? Yaani huwezi amini. Mimi toka nije hapa ananifanyia vitimbwi babu kubwa. Yaani ukimwangalia hivi usoni ni mtoto mzuri lakini ana roho kubwa kushinda umri wake. Huwezi amini mimi nilikuwa nashindishwa na njaa hapa. Hata maji ya kunywa nikiomba sipewi. Mtoto mzani kikweli wewe. Mbona hivyo hivyo? Meli.
Mamangu anashinda njaa kweli? Mtoto mnafiki huyo. Yaani yeye ndio chanzo la kuninyali na nyali humu ndani. Anafikia stendi mpaka ananipigia vikumbo kama mke mwenzie. Hadi namuuliza hapa kwako. Mama, jaribu kuwa mkweli hata siku moja basi. Kama uniogopi mimi, muogope hata Mungu wako mama. Kwa hiyo maana mamangu ni muongo, anakusingizia. Yaani adanganye kwamba wakati amenyimwa chakula. Unaona ni sawa? Yaani nikajua utasema samahani, lakini ndio kwanza unazidi kumwongelea jeuri mamangu. Kweli? Mary, mbona unakuwa na roho mbaya hivi? Hiyo roho mbaya kafundishwa na wewe wifi yako. Wewe si umemwona hapa? Kakusikia wamekuja, lakini kaenda kujifungia ndani kama fuko la uzazi. Kwa staili nitapaweza kweli hapa mama? Utapaweza kwa sababu ucheki na kima. Maana mikono yangu mimi mepesi, naweza nikapiga mtu niue nipate kesi. Unasema hivi? Mimi nimefika stendi mpaka msichana kazi nilimlamba hadi kibao. Kwa jeuri zake. Niachie mimi. Mimi si ndo nimefika. Niachie mimi hiyo kazi. Nitokee hapa. Mnafiki huyo mtoto, mnafiki. Yaani roho yake iko hivi. Wakipika nyama ana kazi ya kuanzia jikoni. Ukija hapo nakuta vipande viwili. Sasa anaona ruhusa, sije sungue fukuza. Yaani hao lazima waondoke. Atatangulia wao wanajifanya styling wa picha atamalizia huyo. Na ndio maana nilikutaka wewe uje mwanangu kwa mapana 60. Na sisi ndo kujichanua kabisa hapa. Ganzi ganzi nashindwa hata kutembea. Nateseka kwani hutuoni mimi na mwanao. Mali zimekuwa shubiri, mali zangu mwe. Yezi nitwe roho, baya zaidi hata huyu mtoto pia wanamtu. Akanashindwa kabisa. Nateseka hata mama yako leo amekuwa. Dui uko wapi unifute machozi. Natamani hata uje uone umeondoka umenia. Chana maumivu siwezi gani. Inanishika nitaweza kweli ganzi. Wifi. Maiwi. Njoo tuongee huko kibarazani mara moja. Mimi na kazi zangu kwanza na kuzimalizia. Haya. Kaka! Kaka! Wewe nani? Na unaingiaje chumbani kwangu? Kaka! Kila siku kaka mimi nakwambia, wifi anaingiza wanaume ndani uniamini. Naona leo umejionea sasa. Ona. Mama! Njoo ni kizaazaa cha mkweo. Kuna nini? Kafumaniwa mkweo. Kafumaniwa? Ona kule mama uone. Wewe uone kule. Makubwa haya. Kweli nimeamini umalaya una mkole. We binti, mbona una haya wewe? Kwa hiyo hujatosheka mpaka ukaamua kuleta mwanamume ndani. Uko kote nje hujalizika kwenda kufanya wewe umalaya wako, si ndio? Makubwa haya. Mimi kila siku namwambia kaka, wifi anaingiza wanaume humu ndani, anisikilize, ananiona mimi muongo. Umeona mama leo? Kaka umejionea sasa Umejionea? Shemeji, nilikuwa nakutegemea sana. Yaani siamini kama wewe ndio umefanya kitu kama hichi. Unajua mama alikuwa akiongea mimi namuona anazingua sana. Nilikuwa naona kama anakuonea. Kwa hiki kitendo ulichokifanya, ustahili kuishi ndani ya hii nyumba. Hivyo itabidi tu uondoke.
Ganzi ganzi, mwili wote umejaa ganzi. Ganzi ganzi, nashindwa hata kutembea. Nateseka kwani hutuoni mimi na mwanao. Mali zimekuwa shubiri, mali zangu mwe. Yezi nitwe roho mbaya